Baada ya kuapisha baraza lake la mawaziri, kumwapisha waziri mkuu, mwanasheria mkuu na yeye mwenyewe pia kuapishwa, namzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan rasmi kwamba serikali yake imeshaanza kazi, na miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi wanavifanya ni pamoja na kujenga uhusiano wa Tanzania na mataifa mengine, kizingatia kwamba kulikuwa na utata mwingi sana kwenye uchaguzi ambao umekamilika. Lakini sasa bana, kuna hoja ambayo imeibuka kuhusu Rais Samia kutohudhuria mikutano ya kimataifa, na hiyo hoja imeanza kuwa mjadala mkubwa miongoni mwa Watanzania na haipasi kupuuzwa nadhani kwa tuma za kawaida. Sasa unaambia kwamba imefika hatua ambayo kila jukwaa la nje lenye uzito, iwe ni kikanda, kimataifa au lenye maswali ya kisera, linawakilishwa na makamu wa rais sasa hivi Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Sasa hili si jambo la kawaida katika nchi ambayo rais ndiye sura ya taifa, muhimili mkuu na maamuzi ya kimataifa na mnara wa kidiplomasia pia. Yani huyu ndio mtu ambaye anaunganisha, yani tukimwona rais yote wa nchi yote, yeye ndio sura na yeye ndio mwakilishi wa taifa hilo. Chochote ambacho anakwenda kifanya, chochote ambacho atakisema, na kila sehemu ambayo atakuwa anaenda atakuwa anaipeperusha na kuwakilisha taifa ambalo atakuwa anatokea. Sasa wananchi wanajiuliza kwamba vitu ambavyo baadhi ya watu ambao wanajiuliza ni kwamba rais anaogopa nini? Kwa mfano, mikutano ya nje ina maswali gani ambayo yanamzuia kushiriki? Je, kuna shinikizo la kimataifa lilomfanya labda jiepushe na mazungumzo ya ana kwa ana na marais wenzake, au ni athari tu za mauaji ya halaiki iliyofanywa na serikali yake wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 ambaye ameacha doa lisilofutika kirahisi katika majukwaa ya kimataifa? Lakini pia katika kidiplomasia, rais kukosa kuhudhuria mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu kuna tafsiriwa kama ishara ya kutokuwa na utayari, kukosa uhalali wa kisiasa au kutojiamini mbele ya wenzao. Lakini pia inaweza kachukulia kama kutotaka ushirikiano wa karibu, sababu hivi ndio baadhi ya vitu ambavyo baadhi ya mikutano ambayo huwa inajenga uhusiano na kuimarisha uhusiano wa mataifa tofauti pindi tu marais wanapokutana katika mikutano ya kimataifa na majukwaa ya kimataifa kama haya hapa, ambayo Rais Samia hajapata fursa ya kuweza kuhudhuria. Na sasa Tanzania inapeleka ujumbe tata kwamba taifa lipo lakini sura ya taifa haipo. Sijui unaelewa vizuri, Tanzania ipo lakini sasa mwakilishi wa Tanzania ndio kidogo hapo, kama kuna ukakasi kidogo. Matokeo yake ni mfumo wa uwakilishi unaohamasisha mzigo mzima wa majukumu ya kimataifa kwenda kwa makamu wa rais bila maelezo yote kwa umma. Hili bana laibua hoja kubwa na uwajibikaji. Hapa kwa nini serikali haiwaelezi wananchi sababu za rais kutohudhuria? Kwa nini ratiba za kimataifa zitangazwe kwa uwazi kama ilivyokuwa miaka michache iliyopita? Na kwa nini nchi inaonekana kutembea kwenye kivuli cha ukimya katika masuala yanayohusiana na sura yake duniani? Hali hii inachochea hisia kwamba Tanzania inarudi katika enzi za usiri wa kisiasa, ambapo masuala mazito yanapitishwa kimya bila maelezo kwa watu ambao wanapaswa kuyajua. Katika ulimwengu wa sasa ambapo taarifa hutembea haraka kuliko serikali, ukimya viongozi huwa ni sumu. Lakini swali ni je, Rais Samia anaepuka safari na mikutano ya nje kwa sababu ya kiusalama, kisiasa au kimtazamo wa kimataifa? Na kama sababu zipo, kwa nini hazisemwi hadharani? Wajibikaji haujengwi kwa kutuma wawakilishi, unajengwa kujitokeza, kujieleza na kubeba wajibu wa taasisi unayoiongoza. Sasa wewe kama Mtanzania, naomba unipe majibu yako na mawazo yako. Unahisi kwa nini hajaanza kuonekana kwenye majukwaa ya kimataifa wakati serikali sio ndio kama ameishika kwa mara ya kwanza? Ni mwendelezo tu wa awamu ambayo alianzisha katikati, lakini hii ni awamu nyingine ambayo itakuwa ndio awamu yake ya kwanza kuianza rasmi, yani kama rais baada ya kuapishwa. Lakini awamu zingine tayari alikuwa amesha shika hatamu ya uongozi na tayari alikuwa ameshaingia ofisini. So kama ndio ameingia ofisini kwa mara ya kwanza, ni kama mwendelezo tu. Sasa kwa nini anaepuka mikutano ya nje wakati aliingia kumalizia awamu ya John Pombe Magufuli hayati? Alianza na mikutano ya nje, ilikuwa ni mingi sana kiasi cha Watanzania kwanza kulalamika kwamba rais anasafiri sana, tofauti na ilivyokuwa kwa hayati John Pombe Magufuli. Sasa rais anaepuka safari za mikutano ya nje kwa sababu ya kiusalama au sababu ya kisiasa au kimtazamo tu, au kidogo kilichotokea ambacho yeye mwenyewe alisema kwamba kilitia doa Tanzania ndio kitu ambacho kinamfanya labda aepuke hii mikutano ya kwenda nje? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.